Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini tulekee huko nchini Urusi, ambapo Urusi imelitaja shirika la habari la DW nchini Ujerumani kwa shirika lisilotakiwa. Shirika hilo la Deutsche Welle DW tayari limekuwa likitajwa kuwa wakala wa kigeni huko Kremlin. Limekuwa shirika la propaganda kwa ajili ya nchi za Ulaya dhidi ya Urusi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi imeiainisha Deutsche Welle DW, shirika la utangazaji la kitaifa la Ujerumani, kama shirika lisilotakiwa kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Urusi. Uamuzi huo ulikuwa umeombwa na bunge la Urusi Duma tangu mwezi Agosti mwaka huu. Kwa hatua hiyo, DW inaungana na mashirika mengine kadhaa na vyombo vya habari vya magharibi, asasi zisizokuwa za kiserikali na taasisi ambazo tayari zimepewa hadhi ya zisizotakiwa, yakiwemo Radio Free Europe ama Radio Liberty, Bellingcat, lakini Corrective, Reporters Without Borders na TV Rain. Uainishaji wa shirika lisilotakiwa unamaanisha kuwa chini ya sheria za sasa za Urusi, ushirikiano wowote na shirika hilo unachukuliwa kuwa kosa la jinai na unaweza kuadhibiwa kwa faini kubwa au hata kifungo cha jela. Hata kushiriki au kusambaza maudhui ya shirika hilo, ikiwemo kupitia mitandao ya kijamii, kunahesabika kuwa ni kosa la kisheria. Hata hivyo, hili limetokana na namna ambavyo Urusi, hasa baada ya kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, miongoni mwa mashirika ya habari kutoka katika nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Deutsche Welle, yamekuwa yakitangaza propaganda zaidi juu ya Urusi na kuonekana kwa Urusi kama taifa lisilofaa mbele ya mataifa ya magharibi, na kuitangaza Urusi kama taifa ambalo linakandamiza raia wa kigeni na hata wa ndani, lakini pia kuonekana kwa Urusi kama taifa la kikatili. Lakini sasa tuangalie DW wanasemaje kutokana na kauli hii ya Warusi. Mkurugenzi mkuu wa DW Barbara Messing amesema hatua ya mamlaka ya Urusi ni ishara nyingine kwamba Kremlin inataka kuzima uhuru wowote wa maoni nchini humo. Urusi inaweza kukutaja kama shirika lisilotakiwa, lakini hilo halitatukatisha tamaa, alisema katika taarifa yake. Aliongeza kuwa jaribio hilo jipya la kunyamazisha vyombo huru vya habari linaonyesha wazi dharau ya utawala wa Urusi kwa uhuru wa vyombo vya habari na linafichua hofu yake kwa raia wake wenyewe wanaotafuta taarifa, wanaofikiri kwa kina na utamani kujifunza. Mkurugenzi mkuu huyo wa DW Messing alisema DW itaendelea kusimama imara katika kutoa maudhui ya uandishi wa habari na kuwawezesha watu kuunda maoni yao wenyewe. Shinikizo linaloongezeka dhidi ya DW nchini Urusi. Katika kipindi cha zaidi ya miaka mitatu iliyopita, shirika la habari la Deutsche Welle limezidi kukumbwa na athari za hatua kali za Kremlin dhidi ya mashirika na vyombo vya habari vinavyofadhiliwa kutoka nje ya nchi. DW imekuwa ikitajwa kama wakala wa kigeni nchini Urusi tangu Machi 2022, na kabla ya hapo lilikumbwa na marufuku ya matangazo. Studio za DW nchini Moscow zililazimika kuhamishwa na tovuti yake ilizuiliwa kupatikana nchini Urusi katika lugha zote. Huduma ya Deutsche Welle kwa lugha ya Kirusi ilifikia takribani watumiaji milioni 10 kila wiki mwaka 2025, hasa kupitia maudhui ya video. Hii inaifanya DW Russia kuwa miongoni mwa huduma 10 zinazotumiwa zaidi ndani ya DW. DW pia hutengeneza kipindi cha kila siku cha dakika 30 cha habari za Kirusi, DW Novosti, huko kipindi cha vichekesho Zapovednik kinachotengenezwa mjini Riga kikiendelea kupendwa na watazamaji. Tangu Machi mwaka 2024, vipindi vya DW kwa lugha ya Kirusi pia vimejumuishwa katika kifurushi cha TV Svoboda, yani uhuru, kinachosimamiwa na Reporters Without Borders. Kifurushi hicho kinajumuisha takribani vituo 20 huru vya televisheni na redio kwa lugha ya Kirusi vinavyorusha matangazo kupitia satellite ya Eutelsat Hotbird. Ili kukwepa udhibiti wa mamlaka za Urusi, DW umeongeza utengenezaji wake kwa majukwaa ya kidigitali na kutoa zana za kupita vizuizi zikiwemo za viganjani, cha Tor, huduma za VPN na app ya DW. Licha ya udhibiti na kuzuiwa kwa huduma zetu na serikali ya Urusi, huduma ya DW kwa Kirusi sasa inawafikia watu wengi kuliko wakati mwingine wowote, alisema mkurugenzi wa DW Barbara Messing. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment
na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu kwa mapana zaidi kinachoendelea katika ulimwengu kupitia The World News.